Karibu JTraderFX. Kwa mawasiliano zaidi utanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Pia nimeandaa grupu la WhatsApp la pamoja. Angalia linki kwenye description, utajoin kwa ajili ya motivation. Pia kwenye kuna linki za account ya kutrade forex, angalia zeni register. Sasa leo nimekuta video ambayo inahusu jinsi ya kuweka sell limit order au sell pending order. Ina maana hii ni order ambayo tutaiweka kwa lengo la kuweza kuseli, kuuza kwa wakati ujao. Inamaanisha bei inakuwa haijafikika katika ile level. Kwa hiyo tutaweka hii pending order, tutaweka hii order kwa juu zaidi, kwa bei ya juu zaidi. Lengo soko likifika katika ile bei ya juu, hata kama sisi hatupo online, soko litaweza kuweza kununua na kwenda katika ile direction ya kuweza kuseli. Kwa mfano ukiangalia hapo current price bei ya chini $1.1, alafu sisi tunataka tuweze kuuza kwa bei ya $1.105. Kwa hiyo tutasubiri mpaka soko liweze kufika pale juu. Tutasubiri kwa kuweza kuweka pending order, tutaweka pending order. Kwa hiyo hata kama haupo online, soko litaweza likifikia ile level litaweza kuweza kuseli. Kwa hizi ni order ambazo tunaziweka kwa wakati ujao. Short, elewa hivyo. Hapa nitakuonyesha jinsi ya kuweza kuweka sell limit order au pending order. Hii limit order inamaanisha tunaiweka, alafu soko kwa wakati ujao likienda kuweza kufika kwenye level litaweza kuseli. Kwa hiyo tutaiweka hii pending order ambayo ni sell limit order. Endapo kwa wakati ujao soko likifika katika ile level, soko itaweza kuseli, tunaita limit order au pending order. Kwa hiyo sehemu ambapo nataka niweze kuweka hii limit order, nataka niweze kuiweka hapa katikati ya hii supply zone. Hapa ndipo ambapo nataka niweze kuiweka hii limit order. Nataka niweke hapa katikati ya hii supply zone. Ukiangalia kwa sasa soko lipo wapi? Kwa sasa soko lipo hapa. Lakini bado matarajio yangu itokee pullback hapa, then soko lipande kwa design kama hiyo. Alafu soko likipanda likija kugusa katikati ya hii zone, ndipo mimi nitakapokuwa willing kuweza kuseli. Kwa hiyo nitaweka limit order au nitaweka sell pending order. Hii order hata kama nikiwa sipo online kwa wakati huo, hii order itaweza kuweza kujiseli. Kwa hiyo unaweza kwa trade kama professional namna hii. Kwa hiyo naanza kuweza kuweka hii sell pending order. Ili niweze kuweka hii sell pending order, nita double tap hii skin yangu. Kumbuka natumia method 5 kuweza kufanya execution. Kwa hiyo nitakuja upande huu wa kulia hapa juu kabisa, utaona aka cycle, alafu kama kasaa hivi hiyo ndio sehemu kuweza kuweka pending order au limit order. Kwa hiyo nitakabonyeza hapa kama unavyoona. Baada ya kubonyeza hapo, umeona nimesogeza kwa juu. Baada ya kusogeza kwa juu, imejiandika hapa sell limit. Ina maana hapa naenda kuweka sell limit order. Naweka hapa. Ikifika hapa kwenye hii soko likiingia kwenye hii zone kama nilivyokuonyesha mwanzoni, ina maana soko likija kuingia kwenye hii zone hapa, mimi nitakuwa willing kuweza kufanyaje? Nitakuwa willing kuweza kuseli. Kwa hiyo nasubiri soko liingie kwenye hii zone guse ila nitakuwa willing kuweza kuseli. Kwa hiyo naweka hii sell limit order hapa juu kwenye huu mstari. Kwa hiyo nitaweza kuzinote hizi namba. Hapa sita note number. Baada ya kuweza kuweka hii level, hapa nitabonyeza aka kama mstari haka unavyokaona hapa. Kwa hiyo nikibonyeza kamshale nitakuwa
hapa itanionyesha hapa sehemu kuweka hii stop loss pamoja na take profit. Alafu hapa kuna hii expiration, hapo utaacha vivyo GTC. Price ni hiyo. Kwa baada hapo utabonyeza price. Lot size ni hiyo 0.01. Kwa hapa mimi nitabonyeza price. Kwa hapa tayari nimeweza ku press hii sell limit order. Kaangalia hapa kwa juu kuna huo mstari wa dot dot kama unavyoona hapa. Hapo kwa juu kuna huo mstari wa dot dot. Kwa hapa nimeweka sell pending order au sell limit order. Na maana soko lijiliguse liingie katika hii supply zone then liweze kusell. Na maana sipo willing kuweza kusell katika ile, lazima liingie hapa. Kwa hata kama sipo sokoni, soko likiingia hapa then ita sell wakati mimi sipo online. Sasa baada ya kuweza kuweka hii sell limit order, tuangalie namna kuweza kuweka stop loss. Lazima uweke stop loss. Stop loss pamoja na take profit. Nianze na hii stop loss. Stop loss naiweka nje ya hii supply zone hapa. Naiweka nje ya hii supply zone. Nitasoma namba hizi huku baada ya kuweka hii hii mshale yangu hapa. Kwa namba huku imekuwa ni 92.6.63. Hiyo ni stop loss. Alafu na take profit nitaiweka hapa. Nitaweka hapa kwenye hii level. Kwa nitasoma hapa namba huku. Hii ni 90.419.04 na note pembeni, alafu nitaenda kuziweka kule. Kwa baada ya hapo nitaenda kuweza kuziweka hizi namba. Okay, utaminya ile sell limit order yako, then utakuja kubonyeza hapa. Hapa unaweza delete order au kumodify stop loss na take profit. Kwa mimi hapa nitabonyeza ESR. Hapa stop loss. Uzuri, okay, nimeona njia nzuri. Uzuri hapa ukibonyeza hapo ulipoandika ESR stop loss itajiweka yenyewe hapa automatic hapa. Katika ile level utajust. Tumesema tunaweka nje hapa. Okay, ni hiyo. Alafu utabonyeza press. Alafu utabonyeza hapa kamshale. Umeona hii hapa tayari imesha kusha kukaa hii hapa. Hii ni stop loss yako, alafu utabonyeza modify. Kwa hiyo tunapo kwa juu tumeweka ESR stop loss. Kwa unaweza kutumia njia hii pasipoweza kuandika pembeni afu kwenda kule kuminya order ku modify. Kwa hiyo tayari hapo. Alafu kuweka take profit. Nimesema take profit nataka tuweze kuiweka take profit nataka tuweze kuiweka hapa kwenye hii level hapa. Kwa hiyo nitaminya ile order yangu. Kwa hapa pana TP, kwa nitaminya hii TP take profit. Kwa tuona mstari wa take profit huu umekuja hapa. Baada ya kuja hapa huu mstari wa TP take profit nitabonyeza kamshale. Kwa hiyo nitakuwa nimeweka hii take profit. Umeona upande huu kuna hii take profit, haina haja uje uandika manyo. Kwa baada hapa nitabonyeza walipoandika modify. Nitabonyeza walipoandika modify. Hapa kama unavyoona kuna hii TP take profit, alafu kuna hii ESR. Kwa hiyo nimeweka hii sell limit order au pending order kama unavyoona hapa. Kwa hiyo take profit itakuwa ni hii hapa, alafu na stop loss itakuwa ni hii. Kwa hiyo soko likija likigusa kwenye hii kwenye hii order, then soko litaanza kufanyaje? Litaanza kusell. Inaweza katokea pia likapitiliza, ndio maana nimeweka stop loss. Kwa mimi nipo willing kuweza kubuy katika soko endapo likiingia ndani ya hii supply zone, ndipo nitakapoweza kusell soko likiingia kwenye hii supply zone. Kwa hivi ndivyo jinsi ya kuweza kuweka sell limit order au sell pending order. Ni order ambayo unaiweka ili soko lije liuze baadaye.
hata kama soko halijafika kwenye level. Hiyo ndio sell limit order au sell pending order.